Nabii wa Mwenyezi Mungu Ellen G. White katika periodical PT, yani Present Truth, aliwahi kuandika yafuatayo: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Hiyo ni PT Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8. Ninakualika mpendwa mtazamaji, tukiwa na mfululizo mwingine tena wa masomo yanayokwenda kwa kichwa kinachosema lijue kanisa lako. Na hili ni somo la sehemu ya kwanza. Ninayekualika ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, basi tuombe. Baba yetu mwema, mwingi wa rehema, kwa neema na fadhili imekupendeza na umeruhusu tuendelee na mfululizo wa majifunzo tena. Katika somo hili tunahitaji uongozi wako na tunajiweka chini ya ushawishi na mivuto ya mawakala wa kimbingu. Mbariki mtazamaji tangu tunapoanza hata mwisho, tuongozwe nawe katika majifunzo haya kwa jina la Yesu, amina. Karibu tuendelee. Somo tunalotamani tuanze nalo, lijue kanisa lako, na hii ni sehemu ya kwanza. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 38 imeandikwa, yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Yeye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Na hapa linamaanishwa lile kundi la wana wa Israeli wakiwa wametoka utumwani Misri wanaelekea Kanaani. Biblia inalitambulisha kwamba lilikuwa ni kanisa. Lilikuwa ni kanisa. Sasa basi, kanisa lazima liwe na ujumbe. Kanisa lazima liwe na ujumbe. Ujumbe ndio utakaoamua utume wa kanisa hilo. Hivyo basi, hili kanisa la jangwani tunataka tuangalie walikuwa na ujumbe gani ambao umebeba utume wa kanisa hilo. Je, Waadventista wa Sabato leo tuna ujumbe tofauti? Tuna utume tofauti? Au ujumbe ni ule ule na utume ni ule ule tangu wakati huo Mungu anaanzisha kanisa lake bustanini Eden? Hebu tuangalie kidogo tunapoendelea kujifunza. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 8 imeandikwa, na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Mataifa yote watabarikiwa kupitia Ibrahimu. Kivipi? Wagalatia 3 mstari wa 26 mpaka 29 imeandikwa, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo.
hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kanisa lina ujumbe. Ujumbe huu unamfunua Yesu kama Mwokozi, na kwa njia hiyo uzao wote, mataifa yote yatabarikiwa kupitia Ibrahimu. Kwa hiyo kwa kumwamini Yesu sisi tunafanywa kuwa wazao wa Ibrahimu kwa imani. Yohana sura ya 17 mstari wa 3 imeandikwa, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Nje ya hapo hakuna maarifa kumuhusu Mungu na hakuna uzima wa milele. Ili tuupate uzima wa milele tunapaswa kumjua Mungu, na ili tumjue Mungu amejifunua kupitia huduma ya Yesu, tunaweza kumfahamu Mungu. Sasa basi, angalia katika kitabu cha Roho ya Unabii, Tumaini la Vizazi Vyote, na ninasoma hii nukuu kutoka UPH toleo la 2020 sehemu ya kwanza, maana kuna sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Ile sura ya 3 inayosema utimilifu wa wakati, ukurasa wa 23, nabii anasema hivi: Shetani alikuwa akitaka kusiwe na maarifa ya Mungu duniani. Alitaka watu wasiliangalie hekalu la Mungu na kuanzisha ufalme wake. Kwa hiyo, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Namna tunavyoweza kumjua Mungu, na kwa kumjua Mungu tunaupata uzima wa milele, lazima tumjifunze Mungu kupitia hekalu. Narudia tena hii nukuu, naiona kwenye skrini yako. Shetani alikuwa akitaka kusiwe na maarifa ya Mungu duniani. Alitaka watu wasiliangalie hekalu la Mungu. Kwa hiyo hili kanisa la Jangwani ilikuwa lazima wapewe mafunuo kuhusu hekalu, kwa sababu ujumbe waliotakiwa kuubeba kuupeleka ulimwenguni, ambao ndio unafanya utume waliokabidhiwa, ulikuwa sharti wamweleze Mungu anayefunuliwa kupitia huduma za hekaluni, kupitia patakatifu. Kwa hiyo huo ndio utume waliokuwa wamepewa hili kanisa lilokuwa Jangwani, na tutaona kwa ushahidi wa maandiko na roho ya unabii. Kwa hiyo kupitia huduma za hekalu ama kupitia patakatifu ndipo wanadamu wanaweza kumjifunza Mungu, kwanza kwa kujua mpango wa ukombozi, kwa kumjua mkombozi, namna wanavyoweza kuokolewa na kuishinda dhambi, na kwa njia ya kumfahamu Yesu na tabia yake wanamfahamu Mungu na tabia yake. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 8, imeandikwa, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Kwa nini kanisa la Jangwani wanaagizwa watengeneze patakatifu? Tusome katika kitabu cha Pambano Kuu UPH 2024 sura ile ya 23 inayosema patakatifu ni nini? Inasoma ukurasa wa 343. Ninaweka hii Biblia chini, nachukua kitabu cha Pambano Kuu ili tusome pamoja na wewe ukiwa unafuatilia. Ukurasa wa 343. Hii Pambano Kuu ni UPH 343. Kwa nini Mungu alitaka watengeneze patakatifu ili apate kukaa kati yao? Nabii anasema, utukufu usiokuwa na mfano wa hema ya duniani ulimuonesha mwanadamu
utukufu wa hekalu la mbinguni ambapo Kristo mtangulizi wetu anahudumu kwa ajili yetu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo kumbe lile hekalu la hapa duniani, patakatifu pa duniani, palikuwa ni darasa, palikuwa ni shule ya wao kujifunza utukufu wa hekalu la mbinguni. Endelea kusoma. Mahali pa kudumu pa mfalme wa wafalme, mahali ambapo maelfu mara elfu wanamhudumia na 10,000 mara 10,000 wanasimama mbele zake. Danieli 7:10. Hekalu lile likiwa limejazwa kwa utukufu wa kiti cha enzi cha milele, mahali ambapo maserafi walinzi wake wanaong'aa hufunika nyuso zao katika kicho, ndipo lilipo jengo lenye utukufu wa juu sana ambalo halijawahi kutengenezwa na mikono ya mwanadamu, bali nuru yake iliyoakisiwa kwa uhafifu ya ukubwa wa utukufu wake. Pamoja na hayo, ukweli muhimu kuhusu patakatifu pa mbinguni na kazi inayoendeshwa pale kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu vilifundishwa kupitia patakatifu pa duniani na huduma zake. Kwa hiyo nao wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Mungu alitaka kuwafundisha huduma iliyo bora ya mbinguni, patakatifu pa mbinguni. Kwa ile huduma ya patakatifu na taratibu zake zote hapa duniani au patakatifu pa Agano la Kale, palikusudiwa kuwafundisha hawa kanisa la jangwani, kuwafundisha habari ya patakatifu pa mbinguni. Na hoja ya msingi ya Mungu ilikuwa ni kuelekezwa akili zao patakatifu pa mbinguni kupitia vile vielelezo vilivyokuwa vinafanyika patakatifu hapa duniani. Narudia hapa maelezo haya. Pamoja na hayo, ukweli muhimu kuhusu patakatifu pa mbinguni na kazi inayoendeshwa pale kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu vilifundishwa kupitia patakatifu pa duniani na huduma zake. Sikia nabii anasema hii nukuu, unaiona kwenye skrini yako. Inatoka Review and Herald, Machi 9, 1886, paragrafu ya 10 na 11. Roho nabii anasema, tangu wakati wa anguko lake, Shetani amekuwa katika kujisimika yeye mwenyewe kama kiongozi wa dunia. Aliona sadaka za kafara ambazo zililengwa kumwakilisha Kristo kama aliyekufa kwa niaba ya wanadamu, na alijaribu kwa kila njia ambayo ilikuwa inawezekana ili kuwapumbaza watu kusudi wasiweze kuona laana yake kamili. Kutoka katika zama za Wayahudi hadi katika wakati wetu, Shetani amepeleka vita yake kwa: 1, mwana wa Mungu; 2, kwa kazi yake, na bado anajidanganya yeye mwenyewe kwamba atapata ushindi. Kwa hiyo Shetani alipoona Musa ameelekezwa kama Mungu alivyosema, nao wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao, na ameelekezwa kutengeneza ile hema jangwani, patakatifu pa Agano la Kale, akaona zile taratibu za kafara zote zilizokuwa zinatolewa, akijua kabisa hapa vielelezo vyote vinamwelekea Yesu, na alijua kabisa ya kwamba kutakuwa na huduma ya Yesu. Baada ya kumaliza huduma yake duniani, ataifanya huduma hiyo mbinguni, atakamilisha mbinguni, na kwamba hivi vyote vilikuwa ni vielelezo, ni shule, mahali pa kujifunza huduma iliyo bora patakatifu pa mbinguni, ili wanadamu waweze kujifunza mpango wa ukombozi. Shetani alitafuta kila njia aliyoweza kuhakikisha anawapumbaza hawa kanisa la jangwani, Wayahudi inamaanisha, kuwapumbaza ili wasielewe
na kama matokeo kwa kweli hawakuelewa, mpaka wakamwangika Yesu msalabani. Hawakuelewa na wakabaki, baada ya Yesu amepaa mbinguni, wao wanaendelea na huduma za kafara, wakati ile njia iliyokuwa imewawezesha mwanzo kumfikia Mungu ilikuwa imekwisha fungwa, na wao wakafungiwa nje ya rehema. Yesu anaanza huduma katika chumba cha kwanza patakatifu mbinguni. Mwaka wa 31 amepaa mbinguni, anaanza huduma katika chumba cha kwanza. Hawakuweza kumfuata kule alikokwenda, na shetani akawa ameshinda kuwafanya Wayahudi walio wengi washinde kuelewa namna gani wanaweza kuokolewa. Kazi ya Mwokozi, kazi ya kuhani huyu mkuu Yesu, hawakuweza kuielewa. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya mpaka leo. Lijue kanisa lako. Hii ni sehemu ya kwanza. Tusome katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, UPH 2024. Hili toleo ninalo mkononi mwangu hapa, ni sura ya 24 ndani ya patakatifu pa patakatifu. Huu ni ukurasa wa 357 na nitasoma 358, 357 na 358. Roho nabii nasema hivi: ni wale ambao kwa imani wanamfuata Yesu katika kazi kubwa ya upatanisho, wanapokea manufaa ya upatanisho wake kwa ajili yao, wakati ambapo wale wanaokataa nuru inayoonesha huduma hii hawanufaishwi nayo. Hilo ndio lengo la shetani, ili wakatae, washindwe kupata manufaa ya huduma hiyo. Wayahudi waliokataa nuru iliyotolewa wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo na kukataa kumwamini kama mwokozi wa ulimwengu hawakupokea msamaha unaopatikana kwa njia yake. Wakati Yesu alipopaa kwenda mbinguni, aliingia kwa njia ya damu yake ndani ya patakatifu pa mbinguni kumwaga mibaraka ya maombezi yake. Wayahudi waliachwa katika giza totoro, wakiendelea na kafara na sadaka zisizo na manufaa yoyote. Huduma ya mifano na vivuli ilikuwa imekoma. Ule mlango ambao hapo awali watu waliweza kupitia na kumfikia Mungu haukuwa wazi tena. Wayahudi walikuwa wamekataa kumtafuta kwa njia ambayo kwayo peke yake angeweza kupatikana, kwa njia ya huduma ya hekalu la mbinguni. Hivyo hawakuwa na mawasiliano na Mungu. Kama hawakuwa na mawasiliano na Mungu, maana yake ni Roho Mtakatifu aliondolewa kwao. Hawakuwa na mawasiliano na Mungu. Nani aliyesababisha haya yote? Shetani. Je, shetani ameiacha hiyo kazi yake? Hapana. Hajabatizwa na hana mpango wa kubatizwa. Anaendelea na kazi hiyo hata sasa. Je, sisi Waadventista wa Sabato leo, Yesu yuko wapi? Bado yuko kwenye chumba cha kwanza au yuko kwenye chumba cha pili? Wayahudi wao walifungiwa mlango wakati Yesu ameanza huduma chumba cha kwanza, wanaendelea na huduma za kafara. Hawakuwa na mawasiliano na Mungu, wakaachwa kwenye giza totoro. Roho Mtakatifu akaondolewa kwao. Je, tangu 1844 Yesu alipohama chumba cha kwanza na kuhamia chumba cha pili, je, tumemfuata kule aliko? Je, tumeikubali ile nuru? Je, tunapata manufaa ya huduma ya maombezi anayoifanya sasa? Au kuna uwezekano pia Waadventista wa Sabato leo kurudia historia ya Wayahudi wale, tukaachwa kwenye giza totoro? Yesu yuko wapi na tulipaswa kufanya nini sasa? Kwa kadri tunavyoendelea na somo hili utapata picha, ndugu mtazamaji, na unaweza ukaelewa na ukafahamu unapaswa kufanya nini, wajibu wako ni nini. Na hivyo ndivyo tunavyojifunza katika somo hili la Lijue Kanisa Lako. Naendelea kusoma. Kwao mlango ulikuwa umefungwa. Wayahudi hawakumtambua Kristo kama kafara halisi
na mpatanishi pekee mbele ya Mungu. Kwa hiyo hawakupata manufaa ya upatanisho wake. Hali ya Wayahudi wasioamini ni mfano wa hali ya watu wasiojali na wasioamini miongoni mwa wanaodai kuwa Wakristo. Yaani wale Wayahudi ni mfano tu. Leo tunazungumziwa sisi Waadventista wa Sabato wenye nuru hii. Ndio Israeli wa sasa, ndio Wayahudi wa sasa. Narudia kusoma. Hali ya Wayahudi wasioamini ni mfano wa hali ya watu wasiojali na wasioamini miongoni mwa wanaodai kuwa Wakristo, ambao kwa kuchagua kwao wenyewe hawaijui kazi ya kuhani wetu mkuu mwenye rehema. Swali ni hili, ndugu mtazamaji, unaifahamu kazi ya kuhani wako mkuu mwenye rehema? Na kama hauifahamu, kwa nini hauifahamu mpaka sasa? Mchungaji, unaongoza kundi la washiriki. Washiriki wako wanafahamu kazi ya kuhani wao mkuu? Na kwa nini hawafahamu? Viongozi wa kanisa, washiriki hawa, kondoo za Bwana hawa, wanafahamu kazi ya kuhani wao mkuu. Kama hawafahamu, kwa nini hawafahamu? Endelea kusoma. Katika huduma ya mfano, kuhani mkuu alipoingia patakatifu pa patakatifu, Waisraeli wote walitakiwa kukutana pamoja karibu na hema na kunyenyekesha nafsi zao kwa kicho kikuu mbele za Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi zao na wasikatiliwe mbali kutoka katika mkutano. Ni kwa kiasi gani na ni muhimu katika siku hii ya upatanisho halisi kwamba inatupasa kuelewa kazi ya kuhani wetu mkuu na kujua majukumu tunayotakiwa kuyafanya. Yesu yuko kwenye chumba cha pili tangu 1844. Hukumu kwa muda mrefu ya upelelezi imefanyika kwa wafu, kwa ishara tulizopewa katika roho ya unabii. Shuhuda kwa kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 97, paragrafu ya kwanza na ya pili. Ishara zote zinaonyesha hukumu hiyo imemalizika kwa wafu, sasa iko kwa walio hai. Kwa walio hai inaanza na Waadventista wa Sabato. Jina lako likitajwa, rehema inakomea hapo. Je, unafahamu? Umeelewa vizuri kazi ya kuhani wetu mkuu na kila tunachopaswa kukifanya? Tulipaswa kufanya nini kama kanisa la Waadventista wa Sabato? Na ikiwa haujui haya mambo, unayasikia na kuyaona kuwa ni mageni, na kusi kitabu hiki cha Pambano Kuu, nenda kasome mwenyewe kwa maombi mengi. Mungu akusaidie kuelewa Pambano Kuu sura ya 23, 24 na 28. Itakusaidia kuelewa. Nabii anasema hivi katika Pambano Kuu kile cha Kiingereza GC 488 paragrafu ya kwanza: Shetani anabuni na kuvumbua hila na njama zisizo na idadi za kumiliki akili zetu. Kwa lengo gani? Ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kuijua kwa undani kabisa. Mdanganyifu mkuu huzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Shetani anachukia sana habari ya patakatifu pa mbinguni. Kama aliwapofusha Wayahudi, hashindwi kuwapofusha Waadventista wa Sabato leo. Tunataka tusome kidogo sasa Pambano Kuu UPH 2024 sura ile ya 28, kukabiliana na kumbukumbu za maisha. Nitasoma ukurasa wa 403 na 404. Sikia nabii anachokisema. Ukurasa 403 na 404, Pambano Kuu. Roho ya nabii inasema hivi: Shetani anagundua mipango isiyokuwa na idadi ya kushikilia akili zetu ili zisijishughulishe na kazi ambayo tulipaswa kuifahamu vizuri kuliko kitu kingine chochote. Mdanganyifu mkuu
anachukia vipengele muhimu vya ukweli vinavyodhihirisha kafara ya upatanisho na mwombezi mwenye nguvu zote. Anajua kuwa kwake yeye kila kitu hutegemea kuelekeza akili za watu mbali na Yesu na ukweli wake. Mbali na Yesu na ukweli wake. Ukweli gani huo? Na wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunawezaje kumjua huyu Mungu? Lazima tupate maarifa ya kumjua Mungu. Ni patakatifu pekee ndipo tunapoweza kumfahamu Mungu. Na shetani ili kuifanya dunia isiyo na maarifa kumuhusu Mungu, alihakikisha watu hawaelekezi akili zao katika hekalu, katika patakatifu. Akawapofusha Wayahudi na sasa anaendelea kupofusha. Nabii anaendelea kusema hivi: wale ambao wanapaswa kuwaeleza wengine manufaa ya upatanisho wa Mwokozi hawapaswi kuruhusu kitu chochote kuingilia wajibu wao wa kuwa na utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Saa za thamani, badala ya kutumiwa katika anasa, kujionesha, kutafuta mapato, zinapaswa kutumiwa katika usomaji wa neno la kweli kwa moyo wa dhati na kwa maombi mengi. Sikia sasa hapa anachosema: somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi inapasa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu. Narudia mpendwa mtazamaji, somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi inapasa lieleweke kikamilifu kwa watu wa Mungu, wote wanaohitaji kujua wenyewe nafasi na kazi ya kuhani wao mkuu. Anasema wote wanahitaji kujua wenyewe, yaani mpaka wewe mtazamaji unahitaji kujua wewe mwenyewe nafasi na kazi ya kuhani wako mkuu. Vinginevyo haitawezekana kwetu kufanyia mazoezi imani ambayo ni ya muhimu kwa wakati huu, au kujaza nafasi ambayo Mungu amepanga tuijaze. Naendelea kusoma: kila mtu ana nafsi ya kuokoa au kupoteza. Kila mtu ana kesi inayomngoja katika mahakama ya Mungu. Kila mmoja inampasa kukutana na jaji mkuu uso kwa uso. Ni muhimu kiasi gani hivyo basi kuwa kila akili itafakari mara kwa mara mandhari ya kutisha wakati hukumu itakapokaa na vitabu vitakapofunguliwa, wakati pamoja na Danieli kila mtu atapaswa asimame katika kizimba chake mwishoni mwa siku. Wote ambao wamepokea nuru juu ya masomo haya, ni masomo gani? Patakatifu na hukumu ya upelelezi. Wote ambao wamepokea nuru juu ya masomo haya inawapasa kutoa ushuhuda wa ukweli mkuu ambao Mungu amewakabidhi. Kwa hiyo ukweli mkuu tuliokabidhiwa leo hii Waadventista wa Sabato, kama walivyokabidhiwa wale kanisa la Jangwani, Wayahudi wa kipindi kile, ni ukweli gani? Patakatifu, hukumu ya upelelezi. Na hapo ndipo tunapata ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Nje ya hapo kanisa halina ujumbe, na kama tumeacha huo ujumbe hatuna utume tunaofanya duniani. Naendelea kusoma: patakatifu pa mbinguni ndiyo kituo mahususi cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Panaihusu kila nafsi inayoishi duniani. Kama panaihusu kila nafsi inayoishi duniani, maana yake tunatakiwa kuwaambia wengine. Yaani tunaposema kwamba tukahubiri ulimwengu, tukawafundisha ulimwengu, tuwalete kwenye kujua kazi ya kuhani mkuu, yaani tuwalete kufahamu ofisi ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Huo ndio utume tulionao wa Adventista wa Sabato, na hapo ndipo panapatikana ujumbe wetu. Nje ya hapo tukipoteza ujumbe hatuna utume, tutatapatapa tu. Endelea kusoma: panafunua wapi? Patakatifu pa mbinguni. Panafunua mpango wa ukombozi, pakituleta karibu kabisa na mwisho wa wakati, na pakifunua suala la ushindi wa pambano kati ya haki na dhambi. Ni suala muhimu sana kuwa wote wajifunze masomo haya na waweze kumjibu kila mtu awaulizaye sababu ya tumaini lililo ndani yao. Roho nabii naendelea kusema maombezi ya Kristo kwa ajili ya mwanadamu ndani ya patakatifu pa mbinguni
ni muhimu sana kwa ajili ya mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani kilivyo muhimu. Kwa kifo chake alianza kazi ambayo baada ya ufufuo wake alipaa kumalizia mbinguni. Yaani Yesu alipokufa msalabani alikuwa ameanza kazi ya kumkomboa mwanadamu. Kazi ile haikumalizika msalabani. Sasa alipofufuka akapaa mbinguni akiwa amemaliza huduma yake duniani. Sasa anakwenda kuikamilisha wapi? Mbinguni. Kwa hiyo sasa hivi hatupaswi tena kutoa macho na masikio yetu kuelekeza kujifunza huduma ya Yesu duniani. Tunaweza tukajifunza ili tuelewe anaifanyaje mbinguni, lakini tunatakiwa kumfuata kule aliko. Alitoka chumba cha kwanza 1844 tarehe 22 Oktoba. Sasa yuko chumba cha pili. Huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ni ya muhimu sana kama ilivyo kifo chake msalabani. Sikia hapa nabii anachosema. Inatupasa kwa imani kuingia ndani ya pazia linalotenga patakatifu na patakatifu pa patakatifu. Tunapaswa kuingia ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu, mtangulizi wetu. Mle wapi? Patakatifu pa patakatifu. Mle nuru kutoka kwenye msalaba wa Kalvari inaakisiwa. Mle tunaweza kupata uelewa wa wazi zaidi kuhusu siri za ukombozi. Oh, haleluya! Wokovu wa mwanadamu unatekelezwa kwa gharama isiyokuwa na kikomo ya mbinguni. Kafara iliyotolewa ni sawasawa na madai mapana ya sheria ya Mungu iliyovunjwa. Yesu amefungua njia ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Baba, na kwa njia ya upatanisho wake, shauku ya dhati ya wote wanaokwenda kwake kwa imani wanaweza kuwasilishwa kwa Mungu. Sasa sikia, nikuoneshe kidogo hapa, ndugu mtazamaji. Kama unavyoona hili bango, hii ndio ile hema patakatifu pa Agano la Kale, na kutokea hapa tunajifunza huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Kuanzia hapa hili birika hili Yesu alibatizwa hapa, inamaanisha kafara ya Yesu msalabani. Hii yote hapa ni huduma ya Yesu duniani. Alipofufuka akapaa mbinguni, akaanza huduma patakatifu pa mbinguni. Kwa hoja ya msingi hili ilitolewa ili tujifunze huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, na kwa sababu alipaswa aje kuchukua mwili na alipaswa afanye kazi kama kuhani, na ndio maana makuhani walikuwa wanatiwa mafuta wakiwa na miaka 30. Yesu akabatizwa akiwa na miaka 30, mwaka wa 27. Tazama hapo, nafikiri unaweza kupata picha vizuri. Mwaka wa 27 AD Yesu anabatizwa, yani kuhani anatiwa mafuta kama ilivyo Torati inavyosema, akiwa na umri wa miaka 30. Hapa anatiwa mafuta, akaja kufa msalabani hapa mwaka wa 31 AD. Na alipofufuka baada ya kukaa siku 40 akapaa mbinguni, akaanza huduma chumba cha kwanza tangu mwaka wa 31 mpaka mwaka 1844, jumla ya miaka 1813. Kutoka tarehe 22 Oktoba 1844 Yesu hayuko tena hapa. Yesu yuko hapa patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo sasa sisi kwa imani tulipaswa kumfuata huku aliko. Shetani, kumbuka, anabuni mipango mingi ya kushikilia akili za watu wasielewe kazi ya kuhani wao mkuu anafanya nini na wao walipaswa kufanya nini. Ndipo sasa utaona ajenda ya kishetani inayosambaa sasa inasema one voice. Kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu, miaka 2027 inatimia, tunakumbuka ubatizo wa Yesu. Yani tunaondolewa kwenye chumba cha patakatifu, tunavushwa kwenye chumba cha tunaondolewa patakatifu pa patakatifu, tunavushwa patakatifu, tunaletwa kwenye huduma ya Yesu duniani, badala ya watu waeletwe patakatifu pa patakatifu. Ndio maana tunasema hivi, one voice sio ajenda ya Mungu, sio ajenda ya Mungu. Shetani ni yule yule, hajabatizwa, bado ni adui wa roho zetu. Roho ya unabii inatuambia kazi ya Yesu patakatifu pa mbinguni sasa hivi yuko wapi? Patakatifu pa patakatifu.
Ni ya muhimu sana kama ilivyokuwa kifo chake msalabani. Sisi hata kifo chake hatuzungumzii, tunazungumzia ubatizo. How come? Shetani yupo kazini. Shetani yupo kazini. Sikiliza sasa hii. Hii inapatikana, hii nukuu kutoka kitabu cha Evangelism 221, imenukuliwa katika Christ in His Sanctuary, sura ya ukurasa wa 5 paragrafu ya 4. Utaiona nukuu kwenye skrini yako. Uelewa sahihi wa huduma katika patakatifu pa mbinguni ni msingi wa imani yetu. Ni msingi wa imani yetu. Katika kitabu hicho Christ in His Sanctuary, sasa ni ukurasa wa 12 paragrafu ya 4, nabii anasema somo la patakatifu lazima, angalia leo maneno mekundu, lazima lichunguzwe kwa umakini, kwa maana ndilo linalojenga msingi wa imani yetu na tumaini. Kwa nini tunaoleta watu kwenye kukumbuka ubatizo wa Yesu? Huduma ya Yesu duniani, alipomaliza kubatizwa miaka 3.5 baadaye anakufa msalabani. Hata kifo chake basi angalau tungezungumzia hicho. Hatuzungumzii kifo chake, tunazungumzia ubatizo, eti kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu, wakati tulitakiwa tuwalete watu patakatifu pa patakatifu. Kwa nini msingi wa imani yetu unaachwa? Shetani ana hasira, hataki kazi ya Yesu kama kuhani mkuu ifahamike. Sasa angalia hii habari ya One Voice, sio ngeni, imekuwa ikizinduliwa na tunaona viongozi wa kanisa wakisisitiza na kuipigia upatu. Tazama video clip hii ambayo tunaiplay kwa sasa, ujionee mwenyewe wanachokisema, isije ikawa kwa maneno yangu labda ninazungumza kitu ambacho hakipo. Wanasema One Voice ni kitu gani? Tazama hiyo video clip. Sauti moja 27, utume kwa wote. Nini maana yake sauti moja 27? Yesu alibatizwa akiwa na miaka 27. Mwaka kesho 2027 inatimia miaka 2000 toka Yesu alipobatizwa. Na hivyo kwa kutumia maadhimisho haya ya ubatizo wa Yesu, tunawaalika wote ambao hawajabatizwa wapate kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini la ajabu, katika kanisa la Tanzania, South Nyanza Conference imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mikutano mikubwa itakayofanyika Septemba mwaka kesho 2027. Na hivyo wote wako tayari, kuanzia mwenyekiti, katibu na mhazini, wakurugenzi, timu nzima ya ofisini na washiriki wote. Wanasema sauti moja 27, utume kwa wote. Ndugu mtazamaji, umemsikia mchungaji akieleza One Voice ni kitu gani? Kwa kulisikiliza na kulifuatilia somo hili, tulitakiwa tumfuate wapi Yesu? Patakatifu pa patakatifu kwa imani. Kwa nini tunakumbuka ubatizo wa Yesu? Sikia nukuu hii, inatoka katika matukio ya siku za mwisho, UPH 2015, ukurasa wa 150. Unaiona hiyo nukuu kwenye skrini yako. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani. Israeli ya zamani walifanya nini? Walipumbazwa na shetani, wakashindwa kumfuata Yesu. Tazama hapa kwenye bango tena kidogo. Wakati Yesu amekufa msalabani, hawakuelewa kazi na kafara ya Yesu, kazi ya kuhani mkuu Yesu na kafara yake. Amepaa kuingia kwenye chumba cha kwanza kuanza huduma mwaka 31, hawakuweza kumfuata hapa. Kwa hiyo wakaachwa bila mawasiliano na Mungu. Roho Mtakatifu akaondolewa kwao.
wakabaki kwenye giza totoro, wakaendelea kufanya huduma zao za kafara hapa. Sasa Waadventista wa Sabato ndio watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia, ambapo tulitakiwa tuuambie ulimwengu wote wajue kazi ya kuhani wao mkuu, wapate manufaa ya kile ambacho Yesu anakifanya patakatifu pa patakatifu mbinguni. Tunaanza kuambia watu, tunakumbuka ubatizo wa Yesu, tunafanya injili, tuwabatize wote. Tunapeleka injili na ujumbe gani ikiwa ujumbe huu ulitakiwa tuwalete watu hapa tumeuacha? Watarudia historia ya Israeli ya zamani, maanake shetani atafanya mbinu ile ile. Wasabato walio wengi watafungiwa kwa sababu hukumu ya upelelezi imeanza kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Wasabato majina yao yanakataliwa katika mahakama ya mbinguni. Majina yanatajwa, wengine yanakataliwa, wengine yanakubaliwa. Hawaelewi ya kwamba hukumu imekwisha kuanza, na kabla ya sheria ya Jumapili haijapitishwa, Mungu atakuwa mmalizana na Wasabato. Mnapoona harakati za sheria ya Jumapili zimepamba moto, zimekaribia, maana yake rehema inakoma kwa Waadventista wa Sabato. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ndio sababu kwa nini tunapaza sauti tukiwaonya ndugu zetu Waadventista wa Sabato, tusio tunapokea kila kitu. Katika mfululizo wa masomo haya yalijue kanisa lako, utaelewa tumewezaje kufika hapa. Nini chanzo? Nini kimetokea mpaka tunafikishwa hapa? Naendelea kusoma. Watu ambao Mungu aliwaheshimu sana katika harakati za kufunga historia ya dunia watafuata mfano wa Israeli ya zamani, kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake. Kujitenga na kanuni kuu ambazo Kristo amedhihirisha katika mafundisho yake. Utimizaji wa miradi ya kibinadamu. One Voice ndio project, ndio kauli mbiu. Utimizaji wa miradi ya kibinadamu. Kutumia maandiko ili kuhalalisha mwenendo mbaya chini ya utendaji potofu wa Lucifer. So maneno yangu aliyasema Ellen G. White, ameandika Ellen G. White. Utawashupaza watu katika kuto kuelewana na ukweli wanaouhitaji ili kuwahifadhi dhidi ya matendo mabaya. Utavuja na kumwagika kutoka rohoni kama maji kwenye chombo kinachovuja. Utendaji potofu wa Lucifer unaongoza One Voice. Tunasema tunasherehekea sherehe ya utume. Tunataka kubatiza watu wote ifikapo 2027. Na wengine wanahoji, kwani kuna ubaya gani tukifanya injili, tukifanya utume? Hujaelewa kilicho nyuma ya One Voice. Sasa sikiliza. Katika kitabu kinachoitwa Christ Object Lessons, ukurasa wa 227, paragrafu ya kwanza, sikia nabii anachokisema. Yohana katika Ufunuo anatabiri utangazaji wa ujumbe wa injili kabla tu ya ujio wa pili wa Kristo. Anamuona malaika akiruka katikati ya mbingu akiwa na injili ya milele ya kuwahubiria wale wanaoishi duniani na kwa kila taifa na jamaa na lugha na watu, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Huo ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 6 na wa 7. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Ni hukumu gani? Hukumu ya upelelezi. Ilianza mwaka gani? Tarehe 22 Oktoba 1844. Maana yake nini? Yesu alipohama chumba cha kwanza, alipohamia chumba cha ngapi? Cha pili. Kwa hiyo tulipaswa kumfuata aliko. Kwa nini? Kwa imani. Patakatifu pa patakatifu. Huo ndio ujumbe tunaotaka kuupeleka ulimwenguni. Waadventista wa Sabato wote wamche Mungu, wamrudie Mungu. Kumcha Mungu manake kurudi kwenye kuziheshimu na kuzitii sheria zake, ikiwemo amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kumtukuza Mungu ni kuibeba tabia ya Mungu na kuipeleka ulimwenguni, lakini pia kuishi kiafya, kuzifuata kanuni za afya, ndiko kumtukuza Mungu. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Yaani hukumu hii, jina lako linapofikiwa katika mahakama ya mbinguni, ukutwe una tabia ya Mungu iliyofunuliwa kupitia Kristo mwanaye. Maana yake uwe na tabia ya Yesu, uwe ni mkamilifu, umefunikwa na vazi la haki ya Kristo. Hicho ndicho ambacho tunatakiwa yani ujumbe huu ulitakiwa uwatakase wa Adventista wa Sabato, alafu tuupeleke kama injili, na hiyo ndio injili ya milele. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, ikiwa tunawarudisha watu
kwenye ubatizo wa Yesu. Tunasema ya kwamba tunakumbuka ubatizo wa Yesu. Tunapata wapi agizo kwenye Biblia na roho ya unabii ya kwamba tufanye kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu? Kwani wale wanaoitunza Jumapili kama kumbukumbu ya ufufuo wa Yesu, kosa lao litakuwa liko wapi? Tunafanya kumbukumbu, eti tunakumbuka kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu. Tunataka tuwahubiri watu wote tuwabatize. Tunakwenda kuwabatiza hao watu, tunaenda kuwahubiri na ujumbe gani? Ujumbe upi? Ikiwa ujumbe wa malaika wa kwanza unatuleta kwenye hukumu ya upelelezi, maana yake tulitakiwa ututakase huo ujumbe, alafu ndipo tuwaambie watu habari ya Yesu ambaye anahudumu patakatifu patakatifu mbinguni. Sasa sikia, ikiwa ujumbe wa malaika wa kwanza unaotutaka tuje kwenye chumba cha patakatifu patakatifu kwa imani, tuelewe hukumu ya upelelezi, kazi ya kuhani wetu mkuu, ikiwa ujumbe huu utakataliwa, kama Wayahudi wale wanaachwa gizani, kitakachofuata ni ujumbe wa malaika wa pili unafuatia, umeanguka Babeli. Kama tunakataa ujumbe huu, maana yake tunakubaliana na mafundisho ya Kibabeli. Maana yake tunakumbatia hoja ya Majesuiti, hoja ya kanisa la Rumi, hoja ya upagani, hoja ya Kibabeli. Na one voice ni agenda ya Majesuiti, ni ecumenism. Tutaona kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya yalijue kanisa lako. Hii ni sehemu ya kwanza. Fuatilia masomo yanayofuata ili ujifunze vizuri, uelewe mambo haya. Ni ecumenism, muunganiko wa kidini duniani. Wote tunatakiwa tuzungumze sauti moja. Tunajenga mnara wa Babeli. Kasome kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11, mnara wa Babeli. Maana katika dunia kulikuwa na lugha moja na usemi moja, hiyo ndio ilikuwa one voice. Na Mungu akafanya nini? Akasambaratisha. Hakuna one voice. Yani haiwezekani tukawa na one voice na ulimwengu unakataa injili ya Yesu. Haiwezekani. Lazima tujitenge na Babeli ili sasa ujumbe huu ututakase, alafu tuuendee ulimwengu tukiwaambia mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Nabii anaendelea kusema katika paragrafu ya pili, Christ Object Lessons 227, paragrafu ya pili, katika unabii onyo hili la hukumu pamoja na jumbe zake zilizoshikamanishwa, yani ujumbe malaika wa pili na watatu, linafuatwa na kuja kwa mwana wa Adamu katika mawingu ya mbinguni. Tangazo la hukumu ni tangazo la ujio wa pili wa Kristo kuwa ukaribu, na tangazo hili linaitwa injili ya milele. Kwa hivyo mahubiri ya ujio wa pili wa Kristo, tangazo la ukaribu wake, linaonyeshwa kuwa sehemu muhimu ya ujumbe wa injili, na huo ndio unaitwa ukweli wa sasa. Angalia katika hiyo nukuu, Manuscript Releases, gombo la kwanza, ukurasa wa 59, paragrafu ya pili, unaiona kwenye skrini yako. Ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule wa tatu, ukifuata wa kwanza na wa pili. Hapo ndipo tunapata ukweli wa sasa. Sasa ninarudia ile nukuu niliyoisoma mwanzo wakati ninaanza. PT, Present Truth, hiyo ni periodical ya Ellen G. White, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8. Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Wakati hukumu, tunarudi tena kwenye bango letu, wakati hukumu inaendelea patakatifu pa patakatifu, ndio mchakato wa kupatakasa patakatifu, hukumu ya upelelezi. Majina ya Waadventista wa Sabato yanatajwa mbinguni. Waadventista ili waandaliwe kusimama waaminifu, ilitakiwa wafundishwe ukweli wa sasa, wahubiriwe ukweli wa sasa. Swali ni hili, majuma ya maombi yanayopita makanisani, kuna ukweli wa sasa? Mikutano ya makambi, kuna ukweli wa sasa? Lesoni zinazotengenezwa huko kutoka GC zinaletwa huku chini, zina ukweli wa sasa? Je, Sabato, mahubiri ya kila Sabato, majuma maalum,
majuma ya uamsho kuna ukweli wa sasa? Kwa nini hakuna? Ndio kwanza kanisa linaimbishwa wimbo wa One Voice na watu kwa kuto kujua, maskini wanashona sare, wana machi barabarani na brass band ya polisi, wanatembea na machi na matisheti na One Voice 2027. So what? Huo ndio ujumbe wetu. Tunawaleta watu kwenye ubatizo wa Yesu, tunawatoa kutoka patakatifu, tunawaleta kwenye huduma ya Yesu duniani, wakati Yesu sasa alishamaliza huduma hii, yuko patakatifu pa mbinguni. Huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni pa muhimu sana, kama ilivyo kifo chake msalabani. Hapo ndipo ilipo ofisi ya Yesu. Kila anayemwamini Yesu alipaswa amfuate Yesu kwenye ofisi yake, ili apate manufaa ya upatanisho wake. Muda umeisha, rehema inafungwa kwa Adventista wa Sabato. Tuamke ndugu zangu, tutadanganywa mpaka lini? Pambano, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 10, paragrafu ya 3. Nabii anasema nafsi zinaangamia kwa kukosa maarifa. Kumbuka nukuu tulizosoma kule mwanzo. Maarifa gani? Ya kumjua Mungu. Maarifa hayo yanafunuliwa wapi? Huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, ndipo tunapata maarifa ya kumjua Mungu. Nafsi zinaangamia kwa kukosa maarifa. Wale ambao wamekuwa na nuru ya ukweli wa sasa na bado hawahisi roho ya kazi ya kuwaonya wanadamu wenzao juu ya hukumu inayokuja, lazima watoe hesabu kwa Mungu kwa kupuuza kwao wajibu huo. Damu ya nafsi hizo itakuwa juu ya mavazi yao. Yaani sisi Waadventista wa Sabato ndio tulitakiwa tuwe tunaujua ukweli wa sasa, ukweli huo ututakase, ndipo tukawaambie wengine habari ya hukumu inayokuja. Badala ya kuambia wengine tunaimba One Voice, One Voice, kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu mwaka wa 27. Itatusaidia nini? Na hata hivyo hatujui ya kwamba kama miaka 2000 inatimia 2027 tangu Yesu amebatizwa mwaka wa 27, mgogoro uko wapi ya kwamba kuna miaka 3.5 baada ya Yesu kubatizwa mpaka kifo chake msalabani? Na manuscript release, gombo la kwanza 355, paragrafu ya kwanza, anasema aliliona kanisa lake likingali kuwepo duniani miaka 2000. Mgogoro uko wapi kwamba hiyo miaka 2000 tangu kifo cha Yesu inaitimia 2031? Kama miaka 2000 tangu ubatizo wa Yesu 27 mpaka 2027 inatimia 2027 miaka 2000. Mgogoro uko wapi kwamba hiyo miaka 2000 aliyosema Yesu kanisa lake litakuwepo duniani tangu anakufa msalabani mwaka 31 mpaka 2031, mgogoro uko wapi? Na kama tunasherekea ubatizo wa Yesu mwaka 2027, hatujui kwamba kuna miaka 3.5 tu itakuwa imesalia, wakati upapa utakuwa umesimama, chukizo la uharibifu limesimamishwa, upapa unarudia hatamu yake ya pili, miezi 42, miaka 3.5, siku 1260. Hatuoni ya kwamba tayari Mungu atakuwa ameshamalizana na Wasabato kufika 2027? Itabaki sasa kwa ajili ya watu wa mataifa. Ukisoma Ufunuo sura ya 11 fungu la kwanza na la pili, hukumu ya Wasabato imetenganishwa na watu wa mataifa. Hatuoni kwamba kuna miaka 3.5 itabaki kutoka 27 mpaka 31? Ndugu zangu, tuchunguze wenyewe, tuchunguze wenyewe. Yuda 1:3 inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hakuna imani nyingine. Patakatifu ndio msingi wa imani yetu. Ujumbe wa malaika wa kwanza ni ngazi ya kwanza. Ujumbe wa malaika wa pili ni ngazi ya pili. Ujumbe wa malaika wa tatu ni ngazi ya tatu, juu ya msingi imara wa patakatifu. Na hapo ndipo linapatikana jukwaa lililo imara. Kasome kitabu cha ujumbe wa awali au maandiko ya awali ama early writings, ile sura inayosema jukwaa imara. Tusishuke kwenye hilo jukwaa. Viongozi wasitushushe kwenye hilo jukwaa. Wachungaji msishuke kwenye hilo jukwaa lilo imara. Hiyo ndio imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu.
kanisa la jangwani, Wayahudi walishindwa kufanya sehemu yao, wakapumbazwa na shetani, wakapigwa upofu, wakaachwa gizani. Waadventista wa Sabato tunarudia historia ya Wayahudi wa zamani. Usiwe wewe, nisiwe mimi. Simama kwa zamu yako, uishindanie imani. Mfuate Yesu aliko patakatifu pa patakatifu. Udai manufaa ya upatanisho wake. One voice sio sauti ya Mungu. Ni ajenda ya shetani, ni ecumenism. Achana na hiyo. Rudi kusoma Pambano Kuu sura ya 23, 24, 28. Utaelewa kazi ya kuhani wako mkuu yuko wapi sasa na anafanya nini, na wewe unapaswa kufanya nini. Sio kumachi barabarani au kuvaa matisheti na kubeba vipeperushi vya kuimba one voice. Hatuna ujumbe huo. Makanisa mengine nayo wanaimba one voice. Wasabato tunaimba one voice. Ndugu zangu, tunadanganywa. Tuamke, muda umeisha, rehema inakoma kwetu, Yesu anarudi. Mimi ni mjumbe, nimesema na nimenukuu. Kafuatilie hizo nukuu, nihukumiwe kwa hicho nilichokisema. Je, kipo kwenye vitabu vyetu ama hakipo? Hata hivyo, mjumbe hapigwi mawe. Tujibu hoja. Ndugu zangu, Yesu anatupenda. Anapoonya watu wake, anataka tugeuke na tumrudie. Tufanye hivyo basi, nafasi ingalipo, kabla muda haujaisha. Mungu na akubariki kwa jina la Yesu, amina. Na tuombe. Baba yetu mwema, tusaidie kuelewa kwa kina kuliko chochote kazi ya kuhani wetu mkuu. Yuko wapi sasa, anafanya nini, na tunapaswa kufanya nini? Katika masomo haya yalijue kanisa lako. Hii ni sehemu ya kwanza. Tupe nafasi tuendelee na sehemu zingine, ili tuweze kuelewa nani tunapaswa kumsikiliza. Neema yako yatosha, kwa jina la Yesu, amina.